Mheshimiwa Spika, leo tumefika mwisho wa mkutano wa 7 wa Bunge la 11 ulioanza Jumanne ya tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2017. Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuifikia siku hii muhimu, tena baada ya kuwa tumetimiza wajibu wetu wa kikatiba kikamilifu na kwa umahiri mkubwa. Huu ulikuwa ni mkutano muhimu sana kwa nchi yetu kutokana na jukumu kubwa la kujadili na kupitisha bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 2017-2018 ulioanza tangu tarehe 1 Julai mwaka 2017. Bajeti hii ambayo ni nzuri na ya kihistoria ni ya pili tu katika takriban bajeti 5 za serikali ya awamu ya 5 zitakazoandaliwa hadi kufikia mwaka wa fedha 2020 mwaka 2021. Mheshimiwa Spika, wakati bunge lako likiendelea, tarehe 13 Aprili mwaka 2017 tulipokea kwa mshtuko na masikitiko makubwa taarifa za vifo vya askari polisi wetu 8 waliopoteza maisha wakiwa wanatumikia taifa kwa kuuawa na kundi la wahalifu katika eneo la Jaribu mpakani wilayani Kibiti. Askari hao waliopoteza maisha ni mkaguzi msaidizi Peter Kiguu, Corporal Francis, PC Haruna, PC Jackson, PC Zakaria, PC Siwale, PC Maswi, PC Ayubu. Pia hivi karibuni mwezi Juni mwaka 2017 askari wetu wawili wa kikosi cha usalama barabarani walivamiwa na kupigwa risasi na majambazi katika kijiji cha Bungu B kilichopo wilayani Kibiti. Aidha, wananchi wetu wengi wamepoteza maisha kutokana na uhalifu unaofanywa na majambazi waliopo katika maeneo ya wilaya za Kibiti, Rufiji na Mkuranga. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii kulaani kitendo hicho cha kihalifu na kutoa pole kwa Inspekta Jenerali wa Polisi kwa kuondokewa na vijana hao shupavu. Aidha, natoa pole kwa familia za wafiwa wote kwa kuondokewa na wapendwa wao. Mauaji ya wananchi wetu na askari wetu hayakubaliki na wala hayavumiliki, kwani askari ndio walinzi wetu sisi pamoja na mali zetu. Aidha, tishio kwa walinzi wa amani na wananchi ni tishio kwetu sote. Hivyo serikali itahakikisha waliohusika na mauaji hayo wanakamatwa na kuchukuliwa hatua stahiki. Wanaweza kukimbia lakini hawataweza kujificha daima, tutawakamata tu. Mheshimiwa Spika, asubuhi ya tarehe 6 mwezi Mei 2017 nchi yetu iliamka na simanzi kubwa kufuatia ajali iliyogharimu maisha ya watu 36 wakiwemo wanafunzi 33, walimu 2 na dereva mmoja waliokuwa kwenye safari ya kimasomo wilayani Karatu. Ajali hiyo imezima ndoto za vijana hao na kuacha vilio kwenye familia zao na taifa zima kwa ujumla. Namwomba Mwenyezi Mungu azilaze mahala pema pepo rohoni za marehemu. Aidha, nawaomba wazazi, walezi, walimu na marafiki wa watoto hao waendelee kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa mtihani huo mkubwa walioupata. Naendelea kutoa wito kwa vyombo vyote vinavyohusika na ukaguzi wa vyombo vya moto vya usafiri kwa wanafunzi na abiria wote wafanye ukaguzi wa kina na wa mara kwa mara kwenye vyombo vyote vya ili kuepusha taifa na ajali zinazozuilika. Mheshimiwa Spika, nchi yetu pia ilipata pigo la kuondokewa na watumishi wawili wastaafu waliotumikia taifa hili kwa umahiri mkubwa na uadilifu mkubwa. Watumishi hao ni marehemu mzee wetu Paul Sozigwa aliyekuwa katibu wa rais wa awamu ya kwanza na marehemu Saidi Mwambungu aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma. Namuomba Mwenyezi Mungu awape pumziko la amani marehemu wote baada ya kutumikia taifa letu kwa utumishi uliotukuka na umahiri mkubwa. Shughuli za bunge. Mheshimiwa Spika, katika mkutano huu bunge lako tukufu limejadili na kupitisha bajeti za wizara zote 19 na bajeti nzima ya serikali kuu, kupitisha maazimio 5 ya kuridhia mikataba mbalimbali ya kimataifa na kupitisha miswada ya sheria mbalimbali ambayo ni mswada wa sheria ya fedha na za matumizi, mswada wa sheria ya fedha mwaka 2017, mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2017, mswada wa sheria ya mapitio na majadiliano kuhusu masharti hasi katika mikataba inayohusu maslahi maliasili za nchi mwaka 2017 na sheria ya mamlaka ya nchi kuhusiana na umiliki wa maliasili. Mheshimiwa Spika, katika mkutano huu jumla ya maswali 499 ya msingi na mengine 1834 ya nyongeza yaliulizwa
na waheshimiwa wabunge waliulizwa na waheshimiwa wabunge na kujibiwa na serikali kupitia kwa waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, na maswali ya papo kwa papo pia kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Katika kipindi hiki, ofisi ya Bunge iliendesha semina mbalimbali kwa waheshimiwa wabunge kwa lengo la kuwajengea uwezo zaidi na kuwapa uelewa mpana wa masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Spika, Bunge lako tukufu pia lilipata fursa ya kuchagua wawakilishi wa Tanzania kwenye Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo wabunge 9 walichaguliwa. Kati ya wabunge hao, wabunge 5 ni wanawake na wabunge 4 ni wanaume. Ni matumaini yangu kuwa waheshimiwa wabunge hao wataiwakilisha nchi yetu vyema na kwamba watatimiza kikamilifu wajibu wao kwa mujibu wa mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki inaelekezwa kufanya kazi kwa karibu na wabunge hao ili kuwasaidia kwa namna moja au nyingine na kuwapa ushirikiano unaostahili ili waweze kutekeleza vizuri majukumu yao kwenye bunge hilo. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kukushukuru wewe binafsi, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, wenye viti wa Bunge, mwanasheria mkuu wa serikali na timu yake, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri, waheshimiwa wabunge na watendaji, wataalamu wa serikali katika vitengo mbalimbali, pamoja na watumishi wote wa ofisi ya Bunge kwa kufanikisha kazi zote zilizopangwa kwenye mkutano huu, tena kwa ufanisi mkubwa sana. Ninawapongeza pia na kuwashukuru waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri kwa maelezo mazuri ya ufafanuzi waliotoa katika kujibu maswali mengi ya msingi na ya nyongeza ya waheshimiwa wabunge, pamoja na kujibu hoja za kamati za kudumu za Bunge na hoja zilizotolewa na waheshimiwa wabunge binafsi ndani ya bunge zima. Serikali inathamini sana maoni na ushauri wa waheshimiwa wabunge mliotoa kwa serikali, na tunaahidi kuendelea kuzingatia maoni yenu na ushauri wenu, na tunawaahidi kwamba pale ambako tumeshauriwa tutaweza kutekeleza ushauri huo. Azimio la Bunge kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, tarehe 14 Juni mwaka 2017, Bunge lako tukufu lilipitisha azimio la kumpongeza Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hatua anazochukua kukabiliana na upotevu wa mapato ya serikali katika sekta ya madini. Aidha, tarehe 29 Juni 2017, Bunge lako lilikubali kwa kauli moja kuridhia mabadiliko ya ratiba ya mkutano huu wa Bunge la Bajeti ili kuongeza siku 5 za kazi kwa lengo la kuwezesha kujadili miswada mitatu ya mwaka 2017 inayohusu kulinda maslahi na rasilimali za taifa ikiwemo madini. Hii inadhihirisha kwamba bunge hili ni la wananchi na linazingatia maslahi ya nchi. Mheshimiwa Spika, napenda kuungana na waheshimiwa wabunge kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa uongozi wake mahiri, juhudi na hatua stahiki anazoendelea kuchukua ili kuhakikisha kwamba Watanzania na taifa kwa ujumla wananufaika na rasilimali za taifa. Na wasihi wananchi wote na viongozi tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu katika jitihada zake hizo na kulinda maslahi na mali asili ya nchi zetu. Hali ya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Spika, kwa ujumla hali ya ulinzi na usalama nchini ni shwari. Usalama wa raia na mali zao unaendelea kulindwa na mipaka yote ya nchi yetu iko salama. Aidha, vikosi vya ulinzi na usalama viko imara na madhubuti katika kulinda mipaka na usalama wa nchi yetu. Hata hivyo, wapo baadhi ya wenzetu wanaotishia usalama wetu kwa kushiriki kwenye vitendo vya uhalifu kwa kutumia silaha. Mathalan, katika miezi ya hivi karibuni kumekuwa na mauaji ambayo nimeeleza awali ya kuvizia katika maeneo ya Mkuranga, Kibiti na Rufiji. Mheshimiwa Spika, dhamira ya serikali ni kuhakikisha kwamba kila raia wa Tanzania, wakiwemo wananchi wa wilaya hizo za Mkuranga, Kibiti na Rufiji, wanakuwa huru kufanya shughuli zao za maendeleo bila kuhofia usalama wa maisha yao. Serikali inaendelea kuchukua hatua za muda mfupi na za muda mrefu ili kurejesha hali ya usalama katika maeneo hayo. Tumeongeza doria na vitendea kazi kwa askari. Vile vile tumefanya maamuzi ya kuunda kanda maalum ya kipolisi katika mkoa wa Pwani itakayojumuisha wilaya za Mkuranga, Kibiti na Rufiji, na tayari kamanda wa polisi wa kanda hiyo maalum amekwisha teuliwa. Hivyo natoa wito kwa raia wema katika wilaya hizo waendelee kutoa ushirikiano kwa serikali ili kuwezesha watuhumiwa wote kukamatwa. Mheshimiwa Spika, sanjari na mikakati ya kudhibiti uhalifu unaofanywa ndani ya nchi, tunaendelea pia kudhibiti uhalifu unaovuka mipaka, cross border crimes. Ili kutimiza jukumu hilo, tunaendelea kuboresha huduma za uhamiaji na kudhibiti nyaraka zinazotolewa na idara ya uhamiaji.
Tumeanzisha mfumo wa kuhakiki nyaraka hususani vibali vya kuishi nchini pamoja na hati za kusafiria. Vile vile tumehuisha utaratibu wa kisheria wa kutoa migrant pass kwa wahamiaji walowezi ili kuweza kuwatambua kwa urahisi zaidi. Kwa jitihada hizi tutaweza kudhibiti nyaraka za kugushi na kudhibiti uhalifu wa kimataifa unaovuka mipaka. Uratibu wa maafa. Mheshimiwa Spika, katika msimu wa masika, baadhi ya maeneo ya nchi yetu yalipata mvua za juu ya wastani na hivyo kusababisha maafa na madhara kwa wananchi, ikiwemo vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa wa makazi na miundombinu mbalimbali. Mikoa iliyoathirika zaidi ni pamoja na Kagera, Tanga, Arusha, Dar es Salaam na visiwa vya Unguja na Pemba. Kutokana na mvua hizo, watu 15 walipoteza maisha, watu 78 walijeruhiwa, nyumba 1845 na majengo 36 ya taasisi mbalimbali yaliharibiwa katika viwango tofauti. Vile vile miundombinu ya barabara 48 katika mikoa 11 iliathiriwa na hivyo kuzorotesha kwa muda usafiri na usafirishaji katika maeneo husika. Aidha, viwanja vya ndege vya Arusha, Msoma, Ziwa Manyara, Mafia na Sumbawanga navyo viliathiriwa na mvua hizo. Natoa pole kwa waathirika wote kwa kadhia hiyo. Mheshimiwa Spika, katika kukabiliana na athari za mvua hizo, serikali iligharamia matibabu ya majeruhi na mazishi waliopoteza maisha. Aidha, serikali imetoa misaada ya kibinadamu kama vile chakula, dawa, nguo na kufanya matengenezo ya dharura kwa miundombinu iliyoharibika. Zoezi la ukarabati wa miundombinu iliyoharibiwa na mvua ziliendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea na kutoa elimu kwa umma kuhusu management ya maafa, hususani kuzuia na kuweka mipango thabiti ya wananchi kujiandaa na maafa ili kupunguza athari za maafa pindi yanapotokea. Aidha, tutaendelea kutoa taarifa za utabiri wa hali ya hewa mara kwa mara na kwa wakati ili kutoa fursa kwa mamlaka ya serikali za mitaa na wananchi kujiandaa vyema. Tutakamilisha mifumo ya ufuatiliaji wa maafa kwenye kituo chetu cha uratibu wa mawasiliano wakati wa dharura, kuainisha na kutambua maeneo hatarishi kwa maafa pamoja na kuendelea kuijengea uwezo idara yetu ya uratibu wa maafa. Mheshimiwa Spika, naomba nizungumzie bajeti ya serikali na mpango wa maendeleo kwa mwaka 2017-2018. Mheshimiwa Spika, nikiwa natambua kwamba katika bunge lako limejadili kwa kina mipango yote hii, hapa nitakachokifanya ni kueleza kwa kifupi yale yaliyojitokeza. Kuanzia tarehe 4 Aprili mwaka 2017 hadi tarehe 20 Juni 2017, bunge lako tukufu lilipokea, kujadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara, taasisi mbalimbali hapa nchini na hasa za mikoa, mamlaka ya serikali za mitaa pamoja na mfuko wa bunge na mfuko wa mahakama. Aidha, bunge lilipokea na kujadili hoja ya serikali kuhusu hali ya uchumi wa taifa kwa mwaka 2016, mpango wa maendeleo pamoja na makadirio ya bajeti ya serikali mwaka 2017-18 ya jumla shilingi trilioni 31.7. Mheshimiwa Spika, niruhusu niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, mbunge, waziri wa fedha na mipango, na naibu wake Mheshimiwa Dr. Ashantu Kijaji, mbunge, kwa hotuba mzuri ya mpango wa maendeleo ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2017-18. Na wapongeza pia watendaji wa Wizara ya Fedha na Mipango kwa umakini mkubwa kwa maandalizi ya bajeti yenyewe. Aidha, nawapongeza kwa kutoa maelezo na ufafanuzi wa kina kwa hoja za waheshimiwa wabunge wakati wa kuhitimisha hoja hiyo. Kipekee kabisa nawapongeza na kuwashukuru waheshimiwa wabunge kwa hoja za maboresho na kwa kupitisha bajeti ya serikali kwa kura nyingi sana. Mheshimiwa Spika, kura za waheshimiwa wabunge kupitisha bajeti ya mwaka 2017-18 ni kielelezo kwamba bajeti hii inajibu kiu ya wananchi ambayo ninyi waheshimiwa wabunge mnawakilisha. Kupitia michango yenu na kwa pongezi zenu kwa serikali, nimepata faraja kwamba mnathamini na kuheshimu usikivu wa serikali yetu kwa maoni ya wananchi ambayo mmekuja kuwawakilisha. Serikali hii ni sikivu, serikali hii ni makini, na serikali hii inazingatia maslahi ya wananchi walio wengi na hasa kwa kipato cha chini. Hivyo napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba serikali sio tu itaendelea kusikia, bali itasikiliza na kuchukua hatua
kama tulivyofanya kwenye bajeti ya mwaka 2017-18 kwa kufuta kodi mbalimbali za kero hasa katika kilimo na mifugo ili kuwawezesha wananchi kuongeza kipato kwa kuboresha maisha yao. Mheshimiwa Spika, baada ya bunge lako kuidhinisha bajeti ya serikali, tutahakikisha tunasimamia utekelezaji wa mpango wa maendeleo kwa mwaka 2017-18. Tayari tumeandaa mkakati wa utekelezaji wa mpango wa maendeleo ambao unaainisha hatua za utekelezaji, vigezo vya kupima ufanisi na hatua zinazotakiwa kuchukuliwa katika kukamilisha miradi husika. Vile vile tunaandaa mfumo wa kuhifadhi taarifa za miradi ya maendeleo, National Project Data Bank, ili kufuatilia kwa karibu zaidi utekelezaji wa miradi na changamoto zinazokabili kwa lengo la kuikwamua. Sanjari na hatua hizo, serikali imetoa maelekezo kwamba vitengo vya ufuatiliaji na tathmini viimarishwe na kupewa nyenzo stahili ili vifuatilie miradi ya maendeleo hatua kwa hatua. Shabaha yetu ni kuhakikisha kuwa miradi inasimamiwa kikamilifu, inaleta tija na kutekelezwa kwa ubora na viwango vilivyoainishwa kwenye mikataba iliyofungwa. Mheshimiwa Spika, ni ukweli usiopingika kwamba mipango tuliyojiwekea haiwezi kufanikiwa endapo tutazembea katika kukusanya kodi na mapato ya serikali. Hivyo serikali itaendelea kubuni vyanzo vipya vya mapato, kuimarisha ukusanyaji wa mapato yenyewe, kudhibiti biashara za magendo, kuhimiza matumizi ya mashine za kielektroniki katika kukusanya mapato na kudhibiti udanganyifu katika ukadiriaji wa ushuru wa forodha. Wito wangu kwa waheshimiwa wabunge wenzangu ni kuhakikisha kuwa tunashirikiana na halmashauri tulizotoka kubuni vyanzo vya mapato na kuhamasisha ulipaji wa kodi bila shuruti. Mheshimiwa Spika, kulipa kodi ni uzalendo, na tuwahamasishe wananchi wenzetu waone fahari kuwa sehemu ya mafanikio ya nchi yetu kwa kulipa kodi na kuwafichua wakwepa kodi. Ahadi yetu ni kuendelea kuisimamia kila senti itakayokusanywa ili itekeleze jukumu lililokusudiwa. Aidha, tutaendelea kuimarisha usimamizi na ufuatiliaji wa bajeti iliyopitishwa ya bunge na bunge lako tukufu ili kuhakikisha kwamba fedha zilizotengwa zinatumika kwa umakini na kuleta tija kwa maendeleo ya nchi yetu. Tulipe kodi kwa maendeleo ya nchi yetu. Sekta ya kilimo, hali ya chakula nchini. Mheshimiwa Spika, napenda kulitaarifu bunge lako tukufu kwamba hali ya chakula sio ya kuridhisha sana. Bado kuna maeneo yenye upungufu wa chakula. Pia yapo maeneo yaliyopata mvua nyingi ambayo yamepata chakula cha kutosha. Hii ni kutokana na mazao ya chakula katika maeneo hayo kuanza kukomaa. Aidha, kutokana na wakulima katika baadhi ya maeneo kuanza kuvuna mazao yao, mwenendo wa bei za vyakula hususani mahindi imeanza kushuka katika masoko mbalimbali. Hata hivyo, kutokana na nchi zinazotuzunguka kuwa na upungufu mkubwa wa chakula na umuhimu wa kuwa na usalama wa chakula na kujitosheleza kwa hifadhi ya chakula, ni vizuri kila kaya ikahakikisha kwamba inakuwa na akiba ya chakula kwa matumizi ya baadaye. Aidha, tumepiga marufuku usafirishaji wa mahindi nje ya nchi bila kibali. Narudia tena, tumepiga marufuku usafirishaji wa mahindi nje ya nchi bila kibali. Badala yake tunahamasisha uongezaji wa thamani ya mazao hayo badala ya kusafirisha nafaka ghafi. Hii inatokana na kuwepo na maeneo ambayo hadi sasa hayana chakula cha kutosha, na washauri wafanyabiashara wa ndani wasambaze mahindi huko ambako kuna upungufu mkubwa. Aidha, natoa wito kwa wakuu wa mikoa ya mipakani kutekeleza agizo la serikali la kuchukua hatua kali kwa wanaokiuka agizo la kutoa chakula ghafi nje. Mfumo mpya wa usambazaji wa mbolea. Mheshimiwa Spika, serikali inajipanga vyema msimu ujao wa kilimo kwa kusambaza pembejeo na kuhamasisha matumizi ya mbolea ili kufanikisha azima hiyo. Katika bajeti ya mwaka 2017-18, serikali imeamua kuimarisha utaratibu wa upatikanaji na usambazaji mbolea kupitia mfumo wa uagizaji wa mbolea kwa pamoja, Fertilizer Bulk Procurement System. Mheshimiwa Spika, kupitia mfumo huo mbolea itaagizwa na waagizaji watakaopitishwa kwenye utaratibu wa zabuni za wakulima watakaoweza kununua mbolea hiyo katika maduka ya pembejeo vijijini kwa bei dira itakayopangwa na serikali. Mfumo huo mpya utaanza kwa kuingiza mbolea kupandia aina DAP na mbolea kukuzia aina urea ambazo zinatumiwa na wakulima wengi. Mbolea za aina nyingine zitaendelea kuletwa kwa utaratibu wa zamani.
napenda kurejea maelekezo yangu kwa Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi kwamba isimamie kikamilifu zoezi hili la usambazaji wa mbolea, na ili kuhakikisha kuwa mbolea inawafikia wakulima miezi miwili au mitatu kabla msimu wa kilimo haujaanza. Maboresho kwenye sekta ya mifugo. Mheshimiwa Spika, pamoja na idadi kubwa ya mifugo tulionayo nchini, lakini mchango wake kwenye pato la taifa katika kutuingizia fedha za kigeni sio wa kuridhisha. Kutokana na hali hiyo, tarehe 15 Juni 2017 nilikutana na maafisa mifugo wa wilaya zote nchini kwa lengo la kuweka mikakati ya pamoja ya kuboresha sekta ya mifugo nchini ili iweze kuleta tija na kuongeza mchango wake kwenye pato la taifa. Miongoni mwa mikakati tuliyojiwekea ni pamoja na kuwawezesha wafugaji kupata maeneo mahususi ya malisho ya mifugo yao na kuwapatia mafunzo ya stadi za ufugaji bora. Vile vile tumetoa maelekezo kwa maafisa mifugo kuwatembelea wafugaji ili kuwahudumia na kuwapa mafunzo ya ufugaji bora. Aidha, tumezindua mwongozo wa ufugaji bora nchini ambao utakuwa ni dira ya kuwaongoza wafugaji kuhusu namna ya kuboresha sekta ya mifugo nchini. Lengo letu ni kuwa na mifugo michache lakini yenye tija kubwa. Hata hivyo, tumekemea wafugaji wasilishe mifugo yao kwenye mashamba yenye mazao ya chakula na pia kuchungia kwenye misitu iliyohifadhiwa. Hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka agizo hilo au katazo hilo. Sekta ya ardhi, upimaji na umiliki wa ardhi. Mheshimiwa Spika, ardhi isiyopimwa ina thamani ndogo na ni chanzo cha migogoro isiyokuwa ya lazima. Chama cha Mapinduzi iliona jambo hili na kupitia ilani ya uchaguzi wa mwaka 2015 ilielekeza serikali kuhakikisha kuwa kila kipande cha ardhi ya Tanzania kinapimwa. Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kwamba serikali imeweka mkakati wa mpango kazi wa kuwezesha kufikia lengo la kupanga matumizi bora ya ardhi katika vijiji 1500 na wilaya 5 kila mwaka. Aidha, serikali inaendelea kuchukua hatua stahiki za kupunguza gharama za umilikaji wa ardhi nchini. Katika mwaka wa fedha 2017-18, serikali imepunguza tozo ya mbele premium kutoka asilimia 7.5 ya thamani ya ardhi hadi asilimia 2.5 tu. Natoa wito kwa wananchi kuchangamkia punguzo hili na kujitokeza kwa wingi kupimwa kwa ardhi ili waweze kumilikishwa ardhi hiyo. Kuimarisha huduma za ofisi ya ardhi za kanda. Mheshimiwa Spika, kazi ya upimaji wa ardhi haiwezi kufanikiwa bila rasilimali watu. Serikali itaendelea kuimarisha ofisi za ardhi za kanda kwa kupeleka wataalamu wa kada mbalimbali za kuwawezesha kwa kuwapatia vitendea kazi stahiki. Lengo letu ni kuwawezesha wananchi kupata huduma mbalimbali za ardhi katika kanda badala ya kufuata huduma hizo makao makuu ya wizara. Na wasihi watumishi watakaohamishiwa katika ofisi za kanda pamoja na wale waliopo katika halmashauri wafanye kazi kwa ushirikiano na watekeleze majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia sekta ya ardhi na kutoa huduma kwa wananchi bila ya ubaguzi, bila ya usumbufu na bila ya kuomba rushwa ya aina yoyote ile. Sekta ya wanyamapori, hifadhi. Mheshimiwa Spika, asilimia 28 ya eneo la nchi yetu limetengwa kwa ajili ya kuhifadhi rasilimali za taifa ikiwemo misitu, wanyamapori na utunzaji mazingira kwa ajili ya matumizi ya binadamu na viumbe hai, wakiwemo wanyamapori ambao wanachangia kwa kiwango kikubwa katika shughuli za utalii. Changamoto kubwa iliyopo sasa katika mapori yetu ya hifadhi ni uvamizi wa mifugo, na kwa bahati mbaya sana kwenye mikoa ya mipakani mifugo mingi imekuwa inatoka nchi za jirani. Ili kuhakikisha kwamba hifadhi ya taifa na mbuga zetu za wanyamapori zinalindwa kikamilifu, mwezi Novemba 2016 niliagiza Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI kwa pamoja na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo na Makazi kuweka alama za mipaka beacons, kuainisha maeneo yote ya hifadhi nchini kwa lengo la kuondoa migogoro iliyopo. Baada ya kuweka alama hizo, serikali imeanza rasmi zoezi la kuondoa mifugo yote ndani ya hifadhi. Aidha, nimeelekeza kwamba uwekaji wa alama au nguzo hizo uhusishe halmashauri za wilaya na ofisi za wakuu wa wilaya ili kuondoa migogoro isiyo la lazima. Ramani zinazoonyesha mapori zitumike kubainisha wazi katika uwekaji wa alama hizo. Aidha, mapori yote yaliyohifadhiwa kisheria yaendelee kuheshimika. Mheshimiwa Spika, kufuatia kuwepo kwa migogoro baina ya wafugaji na wakulima na migogoro baina ya wafugaji na wahifadhi wa mapori, nimeelekeza kwamba ifikapo mwisho wa mwezi Julai 2017, Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi wabainishe maeneo yote ya ranchi za taifa za mifugo ambazo hazitumiki na kuzigawa katika vitalu blocks
kwa wafugaji ili mifugo mingi iondolewe vijijini na ipelekwe kwenye maeneo hayo ili serikali iweze kutoa huduma za ugani za kisasa huko kwenye hizo blocks. Natoa wito kwa wafugaji wote nchini kufuata sheria za hifadhi za taifa, mbuga za wanyamapori, maeneo tengefu pamoja na vyanzo vya maji. Mifugo yote itakayokutwa ndani ya hifadhi, maeneo hayo yote ambayo nimeyataja, hatua kali zitachukuliwa na kufikishwa mahakamani. Aidha, tukumbuke kuwa ardhi haiongezeki, lakini wafugaji na mifugo vinaongezeka. Hivyo ni lazima tufuge kisasa na tufuge mifugo michache yenye tija ambayo tutaweza kuihudumia katika maeneo tuliyonayo na ambayo tumeyatenga kwa ajili ya ufugaji. Sekta ya afya, ununuzi wa dawa na vifaa tiba. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo nimekuwa nikisisitiza kuhusu umuhimu wa afya bora kwa wananchi wetu, serikali itaendelea kutoa kipaumbele katika kuboresha upatikanaji wa dawa za vifaa tiba kwa kununua, kutunza na kusambaza dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi katika vituo vya kutolea huduma za afya nchini. Katika mwaka wa fedha wa 2017-2018 serikali imetenga jumla shilingi bilioni 236 zikiwa ni fedha za ndani kwa ajili hiyo. Aidha, serikali imetenga fedha za ndani tena kiasi cha shilingi bilioni 33 kwa ajili ya chanjo za watoto na makundi maalum. Nitoe rai kwa wazazi, walezi kuhakikisha kuwa watoto wao wanapata chanjo zote zinazotakiwa ili kuwakinga na magonjwa na kuwajengea misingi mizuri wa maisha yao ya baadaye. Aidha, kila mwananchi ajenge utamaduni na utaratibu wa kupima afya yake mapema ili kubaini tatizo lake la kiafya baada ya kusubiri hadi ugonjwa ufikie hatua mbaya ndipo aende hospitalini. Huduma za afya, hakuna sababu ya mwananchi kubaki akiwa hajui afya yake. Vifo vitokanavyo na uzazi. Mheshimiwa Spika, tatizo la vifo vitokanavyo na uzazi bado ni changamoto kubwa katika nchi yetu. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kuwa idadi ya vifo vitokanavyo na uzazi ni 556 kwa kila vizazi hai 100,000. Hali hii haikubaliki na haivumiliki, kwani wanaopoteza maisha ni Watanzania wenzetu, ni mama zetu na ni wake zetu, ni dada zetu na ni watoto wetu. Tumesikia maoni na michango ya waheshimiwa wabunge kuhusu swala hili wakati wote mkiwa hapa bungeni kwenye mjadala yetu ya bajeti ya ofisi ya waziri mkuu, bajeti ya wizara ya afya, bajeti ya serikali kuu iliyowasilishwa na waziri wa fedha na mipango. Napenda kulihakikishia bunge lako tukufu kwamba serikali imewasikia na kwa hakika inaguswa sana na vifo vitokanavyo na uzazi. Ndio maana serikali imeamua kuongeza fedha za ndani kwa ajili ya kuimarisha huduma za afya ya mama na mtoto, mama na uzazi. Serikali imeamua kwamba itanunua, kusambaza na kutoa bila malipo dawa kwa ajili ya uzazi salama katika vituo vya umma vya kutolea huduma. Hii ni pamoja na dawa za kuzuia kutokwa na damu baada ya kujifungua, dawa kwa ajili ya kifafa cha mimba na dawa kwa ajili ya kuongeza damu. Jumla shilingi bilioni 7 zimetengwa kwa ajili ya kazi hiyo tu. Vile vile serikali imejizatiti kuongeza kasi ya ujenzi wa vituo vya afya na zahanati vijijini pamoja na kuimarisha vituo vyote vya kutolea tiba nchini kwa lengo la kuboresha huduma za afya. Hivyo napenda kuhakikishia wakina mama wote nchini kwamba hakuna mwanamke mjamzito atakayepoteza maisha kwa kukosa dawa, sindano ya kuzuia kuvuja damu au kukosa dawa za kuzuia kifafa cha mimba. Napenda nitumie nafasi hii kutoa wito kwa watoa huduma kwenye maeneo yetu ya kutolea huduma, zahanati, vituo vya afya, hospitali za wilaya na hospitali za rufaa za mikoa kuhakikisha kwamba wakina mama wanapokelewa vizuri, wanatibiwa vizuri na ili kuwaondolea adha, kuwaondoa kwenye dimbwi la vifo ambavyo si muhimu, na kila mmoja awajibike kwa nafasi yake. Sekta ya elimu, kuinua ubora wa elimu na mafunzo. Mheshimiwa Spika, kwenye hotuba yangu ya kufungua mkutano wa 7 wa bunge lako tukufu unaoahirishwa leo hii, nilieleza kwa kirefu umuhimu wa watoto wetu kutoa kipaumbele kwa masomo ya sayansi. Nilisema endapo watoto wetu hawatasoma masomo ya sayansi, watabaki kuwa watazamaji kwenye uchumi wa viwanda. Napenda kuliarifu bunge lako tukufu kwamba serikali imeanza kutimiza wajibu katika kuweka mazingira wezeshi kwa watoto wetu kujifunza masomo ya sayansi kwa vitendo. Tarehe 6 mwezi Juni mwaka huu 2017 nilizindua zoezi la usambazaji wa vifaa vya maabara kwa ajili ya shule sekondari 1696
vyenye thamani ya shilingi bilioni 16.9. Vifaa hivyo vitaendelea kusambazwa katika shule za Tanzania bara ambazo zimekamilisha ujenzi wa maabara. Hivyo natoa wito kwa manufaa kwa wanafunzi kutumia vifaa hivyo kusoma kwa bidii masomo ya sayansi na kuvitunza ili vinufaishe wanafunzi wengi zaidi. Aidha, halmashauri zote nchini ambazo hazijakamilisha ujenzi wa maabara zinaelekezwa kukamilisha zoezi hilo mapema ili vifaa vingine vitakapoletwa visambazwe haraka kwenye maeneo hayo. Elimu jumuishi. Mheshimiwa Spika, sanjari na jitihada za kuinua ubora wa elimu nchini, serikali imeendelea kutafuta suluhu ya changamoto za kujifunzia zinazowakabili wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hivi karibuni serikali imenunua vifaa kwa ajili ya wanafunzi wasioona na wenye baki ya usikivu na kuvisambaza katika shule 213 za msingi na shule 22 za sekondari. Aidha, serikali imenunua vifaa vya upimaji ili kubaini watoto wenye mahitaji maalum ya ujifunzaji kwa mikoa yote Tanzania bara. Rai yangu kwa wazazi wenzangu kote nchini ni kutumia fursa hii kuwapeleka shuleni watoto wenye mahitaji maalum badala ya kuwaficha majumbani. Shabaha serikali ni kuhakikisha kuwa kila mtoto wa Tanzania mwenye umri wa kwenda shule anapata fursa hiyo bila kujali uwezo wake wa kifedha au changamoto za kimwili. Msimamo wa serikali kuhusu ujauzito shuleni. Mheshimiwa Spika, moja kati ya mijadala iliyoibua hisia kali wakati wa mjadala wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ni pamoja na kuwaachisha watoto masomo wanafunzi waliopata ujauzito shuleni. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2015, jumla ya wanafunzi 3637 waliacha masomo kutokana na kupata ujauzito. Kuwaachisha masomo wanafunzi waliopata ujauzito ni utekelezaji wa waraka na kanuni za elimu ya mwaka 2002 zinazohusu kufukuza na kuondoa wanafunzi shuleni kutokana na makosa mbalimbali ikiwemo uasherati, wizi, ulevi, kutumia dawa za kulevya pamoja na utoro unaotokana na baadhi ya wanafunzi kwenda kufanya shughuli za biashara ndogo ndogo, kucheza kamari, kuvua samaki, kuchimba madini na kadhalika. Mheshimiwa Spika, msimamo wa serikali wa kutoruhusu wanafunzi waliopata ujauzito kuendelea na masomo katika mfumo rasmi wa elimu ni kwa mujibu wa sheria na wala sio utaratibu mpya kama inavyopotoshwa na baadhi ya wanaharakati. Msimamo huo wa kisheria unalenga kuwafanya watoto wa kike wajishughulishe na masomo yao badala ya kushiriki kwenye vitendo vya ukiukwaji wa maadili. Lakini lengo hili pia nalo ni kuwaelimisha wazazi, kila mzazi aendelee kumtunza na kumwelimisha mtoto wake mambo muhimu na maadili mema ndani ya familia. Wazazi wajishughulishe kikamilifu katika kuweka katazo kwa watoto kujishirikisha na ngono wakiwa na umri mdogo. Dhamira ya serikali katika hili ni kumlinda mtoto wa kike ili apate elimu kwa ajili ya manufaa yake ya taifa kwa ujumla. Sote tutakumbuka kauli mbiu ya mke wa Rais wa awamu ya 4 Mama Salma Rashid Kikwete aliyesema, mtoto wa mwenzio ni mwanao. Ni budi kila mzazi akajikita katika kuwalea watoto hawa badala ya kuwafanyisha vitendo ambavyo havistahili, kwa kauli ile ile kwamba mtoto wa mwenzio ni wako. Mheshimiwa Spika, kila Mtanzania ana wajibu wa kuhakikisha kuwa watoto wetu wanapata elimu. Hivyo ni lazima tuhakikishe mtoto wa kike anapata elimu stahiki na masomo yake hayakatizwi kwa kupata ujauzito. Kama ambavyo nimeendelea kurudia kuwa serikali imewekeza kwa elimu ya mtoto wa kike nchini. Kwa ni budi kila mmoja akazingatia uwekezaji huu. Kifungu namba 60B cha sheria ya elimu sura ya 353 kinatoa adhabu ya miaka 30 jela kwa yeyote atakayeoa au kumpa ujauzito mwanafunzi. Aidha, sheria inatoa adhabu ya kifungo cha miaka 5 jela au faini ya shilingi milioni 5 au vyovyote kwa pamoja kwa anayeshiriki kumwozesha mtoto wa shule. Natoa wito kwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri pamoja na maafisa elimu kusimamia utekelezaji wa sheria ya nchi yenye lengo la kumlinda mtoto wa kike. Aidha, na washauri waheshimiwa wabunge wenzangu, tushirikiane na halmashauri zetu kuweka mikakati ya kudhibiti ujauzito kwa watoto wetu. Wakati wote tutoe karipio kwa wale ambao wanajihusisha na kuharibu mwenendo wa watoto wetu.
wahamasisheni wananchi watoe ushirikiano kwa vyombo vya dola ili wanaowapa wanafunzi ujauzito au kuwakatiza masomo au wawaozeshe wapate adhabu kali inayostahili kwa matendo hayo. Sekta ya maji. Mheshimiwa Spika, katika mjadala wa bajeti, moja kati ya sekta ambayo waheshimiwa wabunge wengi walionyesha kwamba inahitaji kupewa kipaumbele cha pekee ni sekta ya maji. Hakika nami nakubaliana na mtazamo huu wa waheshimiwa wabunge, kwani maji ni uhai na kichocheo cha maendeleo katika sekta mbalimbali na nyenzo muhimu katika mapambano dhidi ya umaskini. Lakini serikali nayo pia nakubaliana na hili pia kwamba uko muhimu sasa wa kuongeza nguvu kwenye sekta ya maji. Kwa kuwa swala la maji lilitolewa ufafanuzi wa kina na Mheshimiwa Waziri wa Maji na Umwagiliaji na Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, naomba waheshimiwa wabunge watuelewe kwamba tumewasikiliza na tumewasikia. Serikali inayo nia ya dhati kuhakikisha kwamba vijiji vyetu zaidi vinapata huduma ya maji. Uboreshaji wa mamlaka ya serikali za mitaa nchini. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuhakikisha kuwa mamlaka ya serikali za mitaa nchini zinatimiza malengo kuanzisha kwake na kwa mujibu wa ibara ya 143 na 146 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Miongoni mwa hatua zitakazochukuliwa na serikali ni pamoja na kuendeleza juhudi za ugatuaji wa madaraka kwenda katika vyombo hivyo pamoja na kuongeza mgao wa fedha za ruzuku ya maendeleo inayopelekwa katika mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza azma hiyo, serikali katika mwaka wa fedha 2017/18 imetenga kiasi cha shilingi bilioni 412.38 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, serikali imetenga jumla shilingi bilioni 16.985 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya majengo ya ofisi na makazi ya viongozi katika mikoa yote mipya. Katika mgao huo, mkoa wa Njombe umetengewa jumla shilingi bilioni 3.34, mkoa wa Katavi umetengewa jumla shilingi bilioni 3.088, mkoa wa Simiyu umetengewa jumla shilingi bilioni 3.775, mkoa wa Geita umetengewa shilingi bilioni 2.978 na mkoa wa Songwe umetengewa jumla shilingi bilioni 3.812. Aidha, serikali imetenga jumla shilingi bilioni 61.7 kwa ajili ya ujenzi wa makao makuu ya halmashauri 64. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 28.7 ni kwa ajili ya kukamilisha majengo ya ofisi katika halmashauri 44 na shilingi bilioni 33 ni kwa ajili ya ujenzi wa makao makuu ya halmashauri mpya 20. Kwa sasa serikali haina mpango kuanzisha maeneo mapya ya utawala mpaka tukamilishe maeneo ambayo tayari tumeyateua kwa kuongeza miundombinu. Sambamba na hatua hizo, serikali kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Wazee na Watoto imetoa vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuboresha huduma za afya katika mamlaka ya serikali za mitaa yenye thamani ya shilingi bilioni 2.9 pamoja na kununua magari ya kubebea wagonjwa katika halmashauri 67. Vile vile serikali imeendelea na mpango mahususi wa kuwajengea uwezo wa kurugenzi wa halmashauri za wilaya, manispaa na majiji pamoja na watendaji wa kata, vijiji, mitaa na vitongoji ili waweze kutoa huduma bora na kwa ufanisi katika kuwahudumia wananchi. Sehemu ya fedha za maendeleo zitatumika kwa ajili ya kujenga uwezo wa watendaji wa mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, juhudi za serikali za kuimarisha utendaji wa mamlaka ya serikali za mitaa zina lengo la kusogeza huduma karibu na wananchi na kutatua kero zao katika ngazi hiyo. Aidha, jitihada hizo zimelenga kuongeza kasi ya maendeleo vijijini na kuboresha maisha na ustawi wa wananchi wetu. Kwa msingi huo, natoa wito kwa viongozi wa mikoa, wilaya pamoja na halmashauri zetu zote nchini wahakikishe kwamba malalamiko yote ya wananchi yanatatuliwa haraka katika ngazi husika, na si vyema na haikubaliki kwa wananchi kusafiri umbali mrefu kwa maili nyingi kutafuta suluhu za changamoto zao kwa viongozi wa kitaifa, wakati mamlaka ya serikali za mitaa zipo na zina viongozi wanaolipwa mishahara na kwa fedha za walipa kodi. Natoa wito kwa watumishi wote walio kwenye mamlaka ya serikali za mitaa kuhakikisha kuwa wanatembelea vijiji, wanaitisha mikutano ya vijijini na kuzungumza na wananchi kwa lengo la kusikiliza kero na kutoa mfumbuzi wa kero zao. Serikali itaendelea kufuatilia utekelezaji wa maagizo haya yanayotoa leo ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaondokana na kero zao pale mahali walipo. Mapambano dhidi ya dawa za kulevya.
Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea na pambano dhidi ya uzalishaji, uuzaji, usambazaji na utumiaji wa dawa za kulevya nchini. Tumeendelea kubaini mtandao wa waingizaji wa dawa hizo hapa nchini na kuchukua hatua stahiki dhidi ya uhalifu hao. Ili kuimarisha mapambano hayo na kuyaendesha kisayansi, serikali imekamilisha uteuzi wa watendaji mahiri wa mamlaka za kupambana na dawa ya kulevya wanaojumuisha makamishina 4 waliobobea kwenye taaluma zao na wenye uzoefu na uzalendo mkubwa kwenye mapambano haya. Mheshimiwa Spika, katika kipindi kifupi cha kuanzia mwezi Februari mwaka huu 2017, mamlaka hii ilipozinduliwa imefanikiwa kukamata watumiwa 4809 wakiwa na dawa za kulevya aina ya heroin gramu 327.173, cocaine kilo 26, bangi kilo 18,334.83, mirungi kilo 11,306.67 na lita 6,338 za kemikali bashirifu zilizokamatwa bandarini ambazo hutumika kutengeneza madawa kama heroin na cocaine. Aidha, mamlaka kwa kushirikiana na kamati za ulinzi na usalama za mikoa na kamati za ulinzi na usalama za wilaya zimeendelea kufanya operation ya kuteketeza ekari 569.25 za mashamba ya bangi na ekari 64.5 za mashamba ya mirungi, na kazi hiyo inaendelea. Kutokana na hatua hizo, jumla ya majalada ya kesi 3222 yamefunguliwa. Hizo ndio jitihada za mamlaka yetu. Mheshimiwa Spika, dawa za kulevya zina athari kubwa kwa ustawi wa familia zetu na taifa kwa ujumla. Hivyo napenda kurejea wito wangu kwa Watanzania wote kuunga mkono jitihada za serikali katika mapambano haya kwa kuendelea kutoa taarifa kuhusu watu wote wanaojihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Aidha, naendelea kutoa rai kwa wazazi wenzangu kufuatilia mwenendo ya watoto wetu ili wasijiunge katika makundi mabaya ya kujihusisha na dawa za kulevya. Itakumbukwa kwamba waathirika wakubwa wa dawa za kulevya ni vijana wenye umri kati ya miaka 15 mpaka 35, kundi ambalo ni tegemeo kwa ustawi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, azima ya serikali ya awamu ya 5 ni kutokomeza kabisa mtandao wa dawa za kulevya nchini kwa kuhakikisha kuwa mapambano dhidi ya dawa ya kulevya yanakuwa endelevu, yanafanyika kisayansi na yataleta mafanikio makubwa. Tuungeni mkono kwenye mapambano haya ili tutokomeze kabisa mtandao huu. Sekta ya michezo. Mheshimiwa Spika, wakati vikao vya bunge hapa vikiendelea, timu yetu ya vijana walio chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, ilishiriki na kutoa upinzani mkubwa sana kwenye mashindano ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika, ambapo ilimaliza ikiwa na jumla ya pointi 4 sawa na timu iliyoshika nafasi ya pili. Hata hivyo, kutokana na kanuni tu za mashindano hayo, Serengeti Boys haikuweza kuendelea na mashindano pamoja na matokeo hayo mazuri. Mheshimiwa Spika, binafsi nilifuatilia sana mechi zote za Serengeti Boys. Nikiri kwamba vijana hawa wana vipaji na uzalendo wa hali ya juu kwa nchi yao. Mheshimiwa Spika, kwangu mimi vijana wale ni washindi bila hata kupewa wamepewa taji lolote. Naomba nitumie bunge lako tukufu kuwapongeza sana kwa dhati, kudhihirisha kwamba hakuna linaloshindikana tukiamua. Msisitizo wangu kwa TFF, shirikisho la soka Tanzania, ni kuendelea kuwatunza vijana hao na kusimamia vilabu vya michezo nchini, kuwekeza kwenye soka la vijana ili tujenge timu imara kwa miaka michache ijayo. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa michezo kwa afya, umoja na kitaifa na kama fursa ya ajira kwa vijana wetu. Wiki iliyopita mkoani Mwanza imethibitisha yamehitimishwa mashindano ya UMISETA na UMITASHUMTA. Wananchi wa Mwanza na Watanzania kwa ujumla wamejionea uwezo wa michezo wa vijana wetu, vipaji na hamasa kubwa iliyopo miongoni mwa vijana wetu kutumia vipaji vyao. Hivyo tutaendelea kuratibu michezo mashuleni kote nchini, ikiwa ni pamoja na kusimamia ufundishaji wa michezo shuleni kama somo. Maelekezo yetu ni kwamba kila mkoa uwe na shule angalau 2 zenye mchepuo wa michezo na walimu wenye sifa stahiki za kufundisha michezo. Nawapongeza sana walimu wetu kwa kusimamia vizuri michezo shuleni. Nitumie fursa hii kuagiza wakurugenzi wa halmashauri zote nchini wahakikishe kwamba kila shule inakuwa na viwanja vya michezo mbalimbali
na wanapata nafasi ya kucheza michezo mbalimbali, na walimu wapate nafasi ya kusimamia michezo hiyo ili kuwapa fursa wanafunzi kushiriki michezo ili kupandisha na kuinua vipaji vyao. Na walimu wanahimizwa wasimamie michezo hiyo shuleni, kila mmoja kwa fani yake. Kuwashukuru wadhamini waliodhamini michezo yetu ya UMITASHUMTA na UMISETA kule mkoani Mwanza mwaka huu 2017, ambao ni Coca-Cola Kwanza Company iliyoweza kutoa mchango mkubwa sana. LAPF imeweza kutoa mchango wake. Chama cha Walimu Tanzania nacho pia kimeweza kutoa mchango mkubwa. Na wale wote ambao wametoa michango yao tunawashukuru sana, na tunaendelea kuwategemea kwa mtaendelea kutuunga mkono ili kuweza kuendeleza kiwango cha michezo nchini. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kitendo chake cha kuunga mkono jitihada za michezo nchini kwa dhamira yake na kujenga uwanja mkubwa wa michezo hapa mjini Dodoma, makao makuu ya nchi, kwa kushawishi mataifa rafiki kama vile Morocco ambao wameamua kutujengea uwanja mkubwa sana wa michezo hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Serikali ya awamu ya 5 itaendelea kusimamia michezo nchini, na serikali hii haitafumbia macho usimamizi mbovu na utawala wa michezo usiojali maslahi ya taifa. Serikali imeazimia kuimarisha utendaji wa vyombo vya michezo nchini, ila kila mwenye dhamana awajibike ipasavyo. Kwa msingi huo, leo hii naelekeza kwa waziri mwenye dhamana ya michezo nchini kulifanyia mapitio na kutathmini upya Baraza la Michezo Tanzania ili kujiridhisha na usimamizi wake wa shughuli za michezo nchini. Pale itakaporidhika kwamba usimamizi bado sio imara, anayo ruhusa ya kulivunja baraza na kuliunda baraza jipya. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba nirejee masuala makubwa yaliyosisitizwa wakati nafungua mkutano wa 7 wa bunge lako tukufu. Masuala hayo niliyosisitiza ambayo naamini bado yana umuhimu hadi sasa kwa ustawi wa nchi yetu ni kama ifuatavyo. 1. Tuendelee kulinda na kudumisha amani nchini ili wananchi washiriki shughuli za maendeleo bila hofu ya usalama wao. 2. Jukumu la kujenga uchumi wa nchi yetu ni wajibu wa kila mwananchi, na ni lazima kila mwananchi afanye kazi kwa bidii na maarifa ili apate stahiki na afichue wanaokwepa kulipa kodi. 3. Tujenge utamaduni wa kupima afya zetu na kufanya mazoezi ya viungo ili kujilinda na magonjwa yasiyo na kuambukiza ambayo yanaigharimu sana nchi yetu kwa kudhoofisha miili yetu. 4. Tuepuke matumizi mabaya ya rasilimali zetu kama vile maji, madini na misitu ili zinufaishe kizazi chetu na vizazi vijavyo. 5. Tuzingatie matumizi ya muda, tuongeze nidhamu na uwajibikaji, tuzingatie muda wa kupiga vita utamaduni zote zinazohamasisha uvivu na uzembe, lakini pia mapambano dhidi ya dawa za kulevya kuwa ni janga kubwa linaloitafuna nchi kwa kasi kubwa na kupoteza nguvu kazi ya nchi yetu. Tunahitaji ushiriki wa kila mmoja katika vita hii kwa kufichua mtandao wa husika wa dawa za kulevya. Lakini pia hamasa kwa michezo, kama ambavyo waheshimiwa wabunge mnashiriki kwenye michezo mbalimbali. Tunatoa wito kwa Watanzania wote kushiriki kwa michezo mbalimbali ikiwemo na jogging pamoja na mazoezi ya viungo mbalimbali yanayojengwa ndani ya nyumba gym, ili tuweze kuwa na afya bora, tuweze kutekeleza majukumu yetu. Mheshimiwa Spika, nazungumza haya nikiwa machache ya yale ambayo tumeyajadili katika kipindi cha miezi mitatu, na leo hii nihitimishe hotuba yangu kwa kueleza hayo kwa kifupi, kwa kuwatakia safari njema waheshimiwa wabunge wanaoporejea majumbani kwao, kuwaeleza wananchi mambo mengi yaliyojiri hapa bungeni, hususani kuhusu manufaa ya bajeti na miswada tuliyoipitisha. Waelezeeni wananchi matarajio yetu kwao na kuwasihi waendelee kutuunga mkono kwenye jitihada zetu za kuwawekea mazingira wezeshi ya kujikwamua na umaskini. Serikali inaendelea kusisitiza ushirikiano baina ya waheshimiwa wabunge na halmashauri zetu katika ufuatiliaji wa fedha za maendeleo tunazopeleka kwenye halmashauri ili zifanye kazi iliyokusudiwa. Aidha, naitakia maandalizi mema timu yetu ya bunge itakayoshiriki kwenye mashindano ya mabunge ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yatakayofanyika mwaka huu
hapa mjini Dodoma. Tunayo imani kubwa na timu yetu, kwani timu imara, timu bora yenye wachezaji mahiri, na mwaka huu tutabakiza vikombe vyote hapa Tanzania. Tunawasihi mtuwakilishe vizuri kama kawaida yenu. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya sasa napenda kutoa hoja kuwa bunge lako tukufu liahirishwe hadi tarehe 5 Septemba mwaka 2017 siku ya Jumanne saa 3 asubuhi tutakapokutana tena katika ukumbi huu kubwa wa kimataifa hapa Dodoma. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.